Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ni matumaini yangu mmekuwa na siku njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha kuhusiana na matokeo ya mwisho ambayo tunayapata kutoka kule nchini Uganda baada ya uchaguzi wa mwaka 2026 ambao ulifanyika tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Na kabla watazamaji wangu sijawafahamisha kuhusiana na ni nani ambaye ameibuka mshindi baada ya tume huru kutangaza mshindi wa kinyang'anyiro cha urais jioni ya leo, ningependa kukufahamisha kwamba kuna habari ambazo tunazipata kutoka kwa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, na anasema kwamba sasa hivi kule nchini Uganda, watazamaji wangu, kuna maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa ili kupinga uchaguzi wa mwaka 2026 kwa sababu yale matokeo ambayo yamekuwa yakitangazwa na tume huru ya uchaguzi ni tofauti kabisa na kura ambazo zilipigwa pale ground, kumaanisha kwamba kuna rigging, kuna wizi wa kura ambao umefanyika tena mwaka 2026. Kuna watu kadhaa watazamaji wangu ambao wameripotiwa kutekwa nyara, wengine kukamatwa na maofisa wa polisi, na kuna wengine ambao wameuawa. Hizo ndio ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ambaye hapo awali watazamaji wangu habari zilikuwa zinasema ya kwamba hapo jana usiku alikuwa ametekwa nyara na wanajeshi, lakini la hasha watazamaji wangu, hakutekwa nyara na wanajeshi, na mwendo wa saa 3 mchana siku ya leo alibahatika kukwepa kule nyumbani kwake kwa sababu kulikuwa na njama ambayo ilikuwa imepangwa ili yeye aweze kukamatwa. Akizungumza alikuwa kwenye eneo ambalo ni salama, na akasema ya kwamba wananchi wapinge uchaguzi na matokeo yote ya mwaka 2026 kwa sababu yale matokeo ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi ni kinyume kabisa na tofauti na kura ambazo zilipigwa na wananchi. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu usikize ujumbe kutoka kwa Bobi Wine akizungumza siku ya leo baada ya matokeo ya uchaguzi wa urais kutangazwa, ambapo kwa mara nyingine watazamaji wangu Yoweri Kaguta Museveni ameibuka mshindi na milioni 7.9. Hizo ndio kura ambazo ameweza kuzipata, naye Bobi Wine ameibuka namba 2 akiwa na milioni 2.7. Lakini kulingana na Bobi Wine, watazamaji wangu anasema ya kwamba haya sio matokeo sahihi. Matokeo sahihi hayajahesabiwa vile ambavyo inafaa. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwake mtazamaji wangu, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Fellow Ugandans, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine. Today is Saturday, the 17th of January 2026, and the time is 9 a.m. in the morning. My wife and I have been under house arrest since the 15th of January when we had elections, and yesterday our house was raided by some police officers together with a number of other unknown individuals in plain clothes. They used ladders to climb over our fence. They cut off our electricity, they cut off our cameras, and they were being assisted by a helicopter that was hovering in the sky of our compound and providing them light as they were doing what they were doing. Amidst that raid, I was able to use my skills and escape my house. But I know they're looking for me. But even if they succeed and get me and do whatever, I want to say this to you, fellow Ugandans. First and foremost, we reject whatever is being declared by Mr. Byabakama, because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. And therefore, those results, the so-called results, are fake. After arresting almost all our agents, after ballot stuffing, and after shutting off the internet, the regime is trying to once again rig the elections. What happened in the polling station is a completely different story, and we demand that the internet be restored and the rightful declaration forms and tally sheets from the districts are uploaded on the internet so that the people of Uganda can see the rightful results in transparency. We also demand that they hold whatever declaration is going on until the internet is restored and until the people of Uganda can follow up on the results in transparency. We are glad that there are protests, and we encourage the people of Uganda to resist
any rigging and resist any effort of subduing their voice. We also want to call upon the media, which has deliberately ignored what is happening in the country. There are widespread protests across the country, and these widespread arrests and people are being killed. For example, in Butambala, at the house of Honorable Mwanga Chivumbi, 10 people were shot and killed in one house by the police. In Waise, 4 people have been shot dead. In Mukono, 4 people were shot dead. In Machinge, we have information that 3 people were shot dead. And in Kayonga and Luwero, we are yet to get the statistics of the people that have been killed and what exactly is happening. We want to firmly call upon the people of Uganda to reject these fake results that are being read at Ruboa by Mr. Yamakama and his Electoral Commission, and we want to call upon the people of Uganda to non-violently protest and reject any effort to subvert their voice and demand that the rightful results are announced. I thank you for God and my country. Na mtazamaji, baada ya huo uchaguzi mkubwa kule nchini Uganda, kwa kweli nchi ya Uganda ilitumbukia kwenye fujo, ghasia na maafa. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, bado maandamano yanaendelea kushuhudiwa, ingawaje vyombo vya habari kutoka kule nchini Uganda havitaki kuangazia haya maandamano, lakini Bobi Wine ameexpose na kusema ya kwamba kuna maandamano ambayo yanaendelea kule nchini Uganda sasa hivi. Unajua watazamaji wangu, kiini cha serikali ya Yoweri Kaguta Museveni kuzima mitandao ya kijamii ama kuzima internet connectivity ilikuwa ni kuficha mambo kama haya ambayo yameanza kufanyika sasa hivi, ambapo maofisa wa polisi wameanza kutumia nguvu zaidi kuwateka nyara, kuwaua wananchi na kuwaumiza, kuwajeruhi wakati wanajaribu kupinga uchaguzi ama kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni. Mbona akona hofu hivyo watazamaji wangu? Kama kweli ushindi wake ni halali, ni wa haki na ni wa huru, mbona anakubali kuzima internet? Hakuna network, wananchi hawezi wakatumia mitandao ya kijamii. Yaani watazamaji wangu, nchi ya Uganda imekuwa kwenye giza tangu kabla, kuanzia Tuesday, hiyo ilikuwa ni tarehe 14, hakukuwa na internet, hakukuwa na network. Uchaguzi ukafanyika tarehe 15 hapo jana, pia hivyo siku ya leo bado internet haijaweza kurudishwa. Na kwa hivyo watazamaji wangu, wakati internet itarudishwa, ndio tutakuwa tunajua ukweli ni nini ambacho kilitokea. Kulikuwa na fujo, kulikuwa na ghasia, kulikuwa na post election violence, kama vile ambavyo huyu kiongozi wa upinzani anasema ya kwamba Waganda wamekuwa wakifanya maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka 2026. Na kwa mimi hapo watazamaji wangu, lakini msiende bali, kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha kuhusiana na uchaguzi wa kule nchini Uganda. Na kurudia tena mtazamaji wangu, Yoweri Kaguta Museveni ndio ametangazwa mshindi wa kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2026. Kabla sijatapunja mtazamaji wangu, na wakumbusha mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende bali watazamaji, nitakuwa na punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.